lazima utawakabidhi watu uongozi ambao afya zao za akili ziko. Itakuwa ni hatari zaidi wakati huo. Na chekeche kilio kipimo cha kupima afya duni ya akili ya mtu ni uwasilishaji wa sera yake pale anapoomba tulipo afya. Namna anapowasilisha sera yake, anapokushawishi, ikiwa kwa kutumia matusi, kejeli, dharau, ubaguzi, huyo mtu hafai kumpa uongozi. Tunaangazana leo jamani, sote tunafahamu kwamba mwishoni mwa mwaka huu nchi yetu inaingia katika zoezi muhimu sana la uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Sisi viongozi wa dini tunaendelea kuombea sana nchi yetu tunaendelea sana kuombea nchi yetu ili zoezi hili liende kwa salama na amani. Tunaomba sana Waislamu na wananchi wote kwa ujumla watumie fursa hii vizuri na haki yao ya kikatiba ya kushiriki katika uchaguzi ima kuchagua viongozi na hata kuwa wagombea katika nafasi mbalimbali ili kupata haki yao ya kuchaguliwa. Ni matumaini yetu kwamba mamlaka husika zimefanya maandalizi muhimu ili haki hii ipatikane kwa kila mtu. Tunafahamu pia hatua muhimu inayofuata ni kwa watiania kuchukua fomu na hatimaye kuteuliwa na vyama vyao tayari kuanza kampeni za uchaguzi. Tunaviasa vyama vya siasa viwe makini katika mchakato huu wa uteuzi wa wagombea na kuepukana na wagombea wenye uchu wa madaraka ambao wanataka uongozi kwa hila na kwa kutumia rushwa ili wapate uongozi, kwani viongozi hawa hawawezi kutetea